السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Karibuni tena katika darasa yetu hii ya hadithi katika kitabu cha Riyadhus Salihin, ambapo tuko katika mlango wa muraqaba, na hii hapa ni hadithi ya 7. Sabi'u an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: al-kayyisu man dana nafsa, mwerevu ni mwenye kuhesabu nafsi yake. Mwerevu ama mwenye akili zaidi ni mwenye kuhesabu nafsi yake, kwa maana ya kwamba anapima matendo yake anayoyatenda, anayapima matendo yake na kuweza kujua kwamba alichokifanya katika matendo mazuri na alichokifanya katika matendo mabaya kingi kipi, ili aone kwamba anaongeza, kama ni mazuri ni kidogo, au ni mabaya ndio mengi apunguze ama awache kabisa. Wa amila lima baada al-maut, na akafanya kwa ajili ya baada ya kufa. Ikawa anachokifanya yeye ni kwa ajili ya baada ya kufa, ikiwa ni amali yoyote anayoifanya anaifanya kwa ajili ya maisha ya akhera. Kwa hiyo kama ni kujiwekea sadaka tinjaria, na chochote anachokifanya awe anakifanya kwa ajili ya baadaye, na kila mmoja ana baadaye. Ndio maana wale ambao wanafanya kazi za serikali nao vile vile wanaiangalia na kuilinda baadaye yao. Wanafanya kazi ya serikali lakini anakuwa na account benki, anafanya kazi za serikali lakini anafungua miradi mbalimbali. Hiyo ni nini? Baada ya kustaafu asipate tabu. Kwa hiyo ndio hivyo basi, kama unaweza kujiwekea baada ya kustaafu, ambapo pia unajijua unaweza kustaafu na ukafa, unaweza ukafa kabla ya kustaafu, lakini huridhiki, unajiandalia. Ama maisha ya akhera ni ya uhakika zaidi. Kwa hiyo ndio maana akawa ni mwenye akili zaidi na ni mwerevu yule ambaye atayaandalia maisha hayo. Al-ajizu, na mwenye kushindwa, ni lugha nzuri, lakini tungesema na mjinga. Ni yule ambaye atba'a nafsahu hawaha, anayefuatishia nafsi yake mapenzi yake. Nafsi ikitaka hili na yeye anayefanya, nafsi ikimkataza hili na yeye anawacha. Watamanna ala Allahi al-amaniya, na akatamani kwa Mwenyezi Mungu matumainiwa, yale yanayotamaniwa na wanaofanya juhudi, wakaswali wakataraji pepo, wakafunga wakataraji firdausi, na yeye naye anataraji vitu kama hivyo. Maskini huyu ni ajiz. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun. Qala Tirmidhi wa ghayruhu min al-ulama maana dana nafsahu hasabaha, ndio huko kuhesabu. الثامن حديث 8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, amesema mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yaanihi, ni katika uzuri wa Uislamu wa mtu kuacha kwake lisilomhusu. Hadithun hasan rawahu Tirmidhi wa ghayruhu. Na lisilomhusu mtu ni lile ambalo halina faida kwake,
halina manufaa yoyote katika masala ya kidunia na akhera. Kama vile mtu kuwa amelazimiana na mambo ya michezo, hana nafasi muda wowote, stori zake ni michezo, kazi zake ni michezo, riziki yake anayoitafuta pia ni kwa ajili ya michezo, kuangalia michezo, kudhamini michezo, kufanyaje, ambayo ni mambo wala hatakwenda kuulizwa nayo kwa Mungu wake. Kwa lile ambalo halina faida na wewe, utakapokwenda kule kwa Allah subhanahu wa ta'ala hutaulizwa kuhusu jambo hilo, basi jambo hilo ujue halikuhusu na ndilo leo kusudiwa kwamba halikuhusu. Achana nalo, shikamana na yale yatakao kuingizia faida. التاسع جنب حديث يا 9 عن عمر رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود وغيره. Asiulizwe mwanamume ni kwa sababu gani amempiga mke wake. Naam, hii ni hikma kubwa ambayo inatumika ndani yake, kwa sababu kuna mambo mengine ukitaka kila jambo liwekwe wazi, itakuwa kuna fedhea nyingine. Kwa hiyo ukiwa kama kadhi, unapaswa kuwa makini zinapokuja kesi hasa za wanandoa. Ukiwa kadhi, ukiwa hakimu, kwa maana hakimu hususan wa Kiislamu, basi yalinde haya mambo. Tafuta lugha yoyote ambayo utaisuluhisha kesi yako hiyo, na sio kutaka kujua sababu ya kwa nini amempiga mke wake. Kuna mambo mengi, na kwa ujumla tu kesi za wanandoa zinahitaji umakini mkubwa sana, kwa sababu ni katika kesi ambazo mlalamika na mlalamikiwa hakuna anayekubali kushindwa, na mtu anaweza akatengeneza jambo lolote. Kwa hiyo ikifikia mahali watu wameanza kukutana, kunahitaji umakini mkubwa sana kati ya mume na mke wenyewe walioshtakiana, lakini pia unahitajika umakini mkubwa kwa yule mtawalia wa hukumu na kesi hiyo, sababu mwisho wa yote itakuwa wewe unafungua mlango wa fedhea, watu wafedheshane, wewe usikie vile kufedheshana kwao. Mwanamke anaweza kusema mume wangu ana hivi. Leo hii kulikuwa na malalamiko mengi zamani, walikuwa wanawake wanaweza kwenda kuwazushia waume zao, bora tu ameamua huyu mimi simtaki. Basi ilikuwa akifika mbele za watu au mbele za wazee, fimbo yake ni moja tu, asema huyu bwana ananielekeza kwenye upande ule wa watu fulani, ule ataka kunipitisha barabara ambayo sio barabara ambayo ukienda moja kwa moja waweza ukatokezea labda Irani na wapi, mambo ya namna kama hiyo. Leo hii wanawake wameona kwamba zipo njia wala hawafiki huko tena, asema tu mume wangu anakibamia, basi kesi imekwisha. Basi tumche Mola, tumche Mungu, lakini pia tuwe makini katika kesi hizi ambazo huwa sasa zimekithiri kweli kweli, hasa wale watu wa mamlaka wanazipokea kila siku kesi za namna hii. Ukiwa BAKWATA ngazi ya kata, ya wilaya, ya mkoa, kuwa makini sana na ujue kwamba sasa hivi kipewa ile mawuli amra au mawuli al-qadha fakad dhubia bighairi sikin, mtu huyo anakuwa na jambo zito kweli kweli, ndio mpaka likafananishwa na mfano huo. Basi katika mlango wetu huwa muraqaba, hapa ndio itakuwa tumefika mwisho. Insha Allah tutakuwa tunaelekea katika mlango wa takwa. Mwenyezi Mungu atupe taufiki, atupe nguvu tuweze kuanza mlango huo nao na tuweze kustafidi kwa yaliyo ndani yake. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.